Raia nchini Niger wamearifu kupitia mitandao ya kijamii hali ya milipuko mikubwa na milio ya risasi iliyosikika hii leo Januari 29 karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa katika mji mkuu wa Niger, Niamey, kabla ya hali ya ukimya kurejea baada ya takriban saa chache. Hii ni TriGen Media. Video zilizosambazwa na baadhi ya raia mitandaoni zinaonyesha miale ya mwanga wa milipuko angani pamoja na sauti za vishindo vikubwa vya milipuko hiyo, huku picha nyinginezo zikionyesha miale ya moto yenye urefu wa takriban mita kadhaa angani, huku baadhi ya magari yakionekana pia yanaungua moto. Uwanja huo wa ndege wa kimataifa wa Dior Hamane katika makao makuu ya nchi una kituo cha kijeshi ambalo ni jeshi la anga na upo takriban kilomita 10 tu kutoka ikulu ya rais. Niger ni moja ya mataifa ambayo yamekuwa yakikumbwa mara kwa mara na mashambulizi ya makundi ya kijihadi, ambapo taifa hilo limekuwa likiongozwa kwa zaidi ya miaka miwili sasa na Abdourahmane Tiani, ambaye ndiye mkuu wa kikosi cha kijeshi kilichompindua rais aliyechaguliwa kiraia wa nchi hiyo mwaka 2023. Hata hivyo, taarifa kutoka Niger zinasema kuwa ufyatuaji risasi ulianza muda mfupi baada ya saa 6 usiku, kwa mujibu wa wakazi wa kitongoji kilicho karibu na uwanja huo wa ndege. Bado haijajulikana mara moja ni nini kilichosababisha milio hiyo ya risasi na milipuko hiyo na kujua kama kulikuwa na majeruhi au la. Sauti za ving'ora kutoka kwenye magari ya zimamoto yanayoelekea uwanja wa ndege vilisikika asubuhi na mapema. Mwanaharakati wa mtandaoni anayeunga mkono utawala wa kijeshi amewahimiza watu kujitokeza mitaani katika mji huo mkuu kwa lengo la kuilinda nchi. Uwanja wa ndege mkubwa zaidi wa kimataifa nchini humo pia ni makao makuu ya kikosi cha pamoja kilichoundwa na Niger, Burkina Faso na Mali kwa lengo la kupambana na makundi ya kijihadi yanayoendesha vurugu mbaya katika eneo hilo. Tangu ilipochukua nchi hiyo, mamlaka ya kijeshi ya Niger imewafukuza wanajeshi wa Ufaransa na Marekani ambao wamekuwa wakisaidia kupambana na makundi hayo. Niger na majirani zake pia wakiongozwa na wanajeshi wameshirikiana kuunda muungano wao wenyewe, ambapo muungano wa mataifa ya Sahel unajulikana kama AES na umetangaza kuundwa kwa kikosi chenye nguvu zaidi kwa ajili ya operesheni za pamoja za kijeshi. Kwa mujibu wa ACLED, shirika lisilo la kiserikali linalofuatilia vifo vya migogoro duniani kote, limesema kuwa vurugu hizo za wanajihadi ziliua takriban watu 2000 mwaka 2025 nchini humo. Na hii ni TriGen Media.